Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na nianze kwa kufikisha salamu za wakulima wa korosho kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa namna ambavyo ametusaidia kuliinua zao la korosho kwa mikoa yetu, ambalo limetupelekea msimu tuliomaliza wa mwaka jana tumechangia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 580 kwenye pato la taifa la nchi hii. Mheshimiwa Rais, wakulima wa korosho wanakushukuru sana, lakini pia namshukuru sana kwa uwekezaji ambao umefanyika kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara. Sisi wananchi wa Lindi na Mtwara tunatambua kazi kubwa aliyoifanya katika kukamilisha mazungumzo na hivyo kuelekea kwenye uwekezaji wa mradi mkubwa wa gesi kusini ambao utagharimu zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 42, zaidi ya trilioni 100 na kitu. Ni mradi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, watu wa kusini tunakushukuru sana. Lakini ukienda Kilwa kuna mradi mkubwa pale unakamilika wa ujenzi wa bandari ya uvuvi pale Kilwa ambao nao unachukua karibia bilioni 200 na kitu. Na wananchi wa kusini wamenituma nilete shukurani zao kwa serikali ya awamu ya 6, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais Samia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Mtama, wa Lindi, wa Mtwara na mikoa ya kusini tunaotumia barabara ya Dar es Salaam, Kibiti, Lindi, Mtwara wamenituma kuja kuangalia hii bajeti, na wameniagiza nisipoona fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii nisiunge mkono bajeti hii, niipinge. Na mwenyekiti, namwomba Mungu anisaidie nizungumze hili kwa uvumilivu sana. Nimeangalia randama na bajeti ni randama. Nimeangalia randama, nimeipitia mara 4, na wakati kakaangu Simbachawene anazungumza hapa mpaka nimesikia wivu. Barabara hii ni katika barabara zinazounganisha mikoa ambayo ni mbovu kuliko barabara yoyote katika nchi hii. Mbovu kabisa, muda wake wa kutumika ulishaisha. Wamezibaziba mpaka haiwezekani kuzibaziba tena. Lakini ni huku ambako nimetaja miradi. Kwanza, mchango wa korosho kwenye uchumi wa nchi yetu hauna mfano wake, lakini barabara hii haikutengewa fedha. Mimi nikiunga mkono bajeti hii nitakuwa na wasaliti wananchi wa kusini, nitakuwa na saliti ilani ya uchaguzi ya chama changu, na kwa hiyo ninatangaza wazi kabisa siungi mkono bajeti hii mpaka fedha itengwe kwenye hii barabara. Tumetenga fedha kwenye barabara nyingine zote na zingine ambazo kwa kweli bado zinapitika, kasoro hii barabara. Hivi leo mdogo wangu Lega, ile bandari ya Kilwa, wale samaki wanapitia wapi? Tunataka kuhujumu ule mradi. Huo mradi wa gesi, hivyo vifaa na watu wanapitia wapi kwa ubovu wa hii barabara? Lakini hiyo korosho inapitia wapi? Mdogo wangu, nakupenda na kuthamini, lakini kwenye hili ninashindwa kuwasaliti wananchi wa Lindi na Mtwara. Nikipitisha bajeti hii mimi nitakuwa msaliti. Ninaomba sana serikali, mkitaka nikubali bajeti hii ipite, wekeni fedha, tuanze hata kidogo basi, hata kilomita 5 basi, tuonekane tumeanza. Na umesema vizuri hapa Mheshimiwa Waziri, hii ndio bajeti ya kwanza ya utekelezaji wa ilani ya miaka 5. Hii barabara imewekwa kwenye ilani ya uchaguzi. Rais alipokuja ametuahidi kuijenga upya. Tusipoanza nayo mwaka wa kwanza tunadanganyana. Hili jambo siungi mkono, na nitashika shilingi mpaka tufike mahali. Tengeni fedha, tuanze safari ya ujenzi wa barabara hii. Kuunga mkono ni kuwasaliti, na mimi na matumaini wabunge wa kusini watasimama na mimi kwenye hili.
fedha itengwe kwenye hii barabara ili tuelewane hapa, vinginevyo kutupeleka kwenye hati fungani ni changa la macho. Imefanyika kwenye EPC+F ikashindikana. Tusibadilishe majina, tengeni fedha, tutawaeleweni. Msipotenga fedha kwa unyenyekevu sana, kwa moyo mzito sana, mnisamehe sana, siwezi kuwasaliti wananchi wangu wa Kusini nikiacha hii barabara isitengewe fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili na la mwisho, naunga mkono mapendekezo ya kamati, na hapa niipongeze sana kamati ya Bunge ya kudumu ya miundombinu. Mmefanya kazi nzuri ya kizalendo na mmesema ukweli hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitungwa sheria hapa, sheria namba 220 ambayo ilianzisha mfuko wa barabara. Mfuko ile sheria reinforce fedha hizi toka mwaka 2020. Hii fedha haiendi kwenye mfuko wa barabara na kwenda kutunzwa kwa mujibu wa sheria. Hii fedha imepelekwa mfuko mkuu, na ukisoma takwimu haziendi hela zote. Sasa tukijenga utamaduni, barabara zetu zinaharibika, za TANROADS na za TARURA kwa sababu moja tu kubwa. Serikali tumeamua kupuuza sheria iliyotungwa na Bunge ya kureinforce hizi hela. Sasa maneno haya mwenyekiti amesema, CAG anasema hatufanyi chochote, kamati ya Bunge inasema hatufanyi chochote. Jamani, tunataka kwenda wapi? Hii miradi barabara zitakufa tu Ulega, tutakamata kichwa chako bure. Kazi ni moja tu. Kama serikali mnataka hii fedha isiendelee kuwa reinforce, leteni sheria tubadilishe. Kwa nini mbadilishi sheria? Mnaendelea kubaki na hela. Leo itabidi mnisamehe. Hebu basi tuone uchungu kidogo na hizi barabara. Hii mishipa ya damu ya uchumi wetu tunaihujumu. Kwa nini hamuiheshimu sheria iliyotungwa na Bunge? Ninawaombeni serikali, hebu nendeni katekelezeni ushauri nao. Naomba wabunge tuunge mkono kamati yetu ya kudumu ya Bunge, tusimame kidete, hizi hela ziletwe ziende kujenga barabara zetu. Kuendelea kupelekwa kwenye miradi mingine si sawa. Kama tunataka ziende, tubadilishe sheria, maana kazi ya Bunge ni kutunga sheria na kufuta sheria. Leteni hapa tubadilishe, vinginevyo nasema kaka mdogo wangu Ulega, na wewe mwenyewe unatoka Kusini kwa sababu wewe ni zao la sisi. Wakati ule tukiwa kisiwa tulikuwa tukibaki pale, wewe ni mjukuu wetu, mtoto wetu. Kwenye hili naomba nisikuunge mkono mpaka uweke fedha kwa ajili ya barabara yetu ya Lindi na Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana, na siungi mkono hoja hii. Asante sana Mheshimiwa Nape mchango wako. Nimuite sasa Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, atafuatia na Mheshimiwa Nape Moses Mnauye. Mheshimiwa Timothy Geoffrey Anyosisye ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia hoja iliyowekwa mbele yetu na Waziri wa Ujenzi, ambaye ni ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka 2026-2027. Na kwa kabla ya kabisa ya kwenda na kusema chochote, ninaunga mkono hoja hii kwa 100%. Nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, ndugu yangu Ulega na Naibu Waziri Kasekenya na timu nzima ya Wizara ya Ujenzi. Kwa upande wa watendaji, nafahamu yuko dada yangu Aisha na ndugu yangu wa karibu Msonde, pamoja na watumishi wote, mnafanya kazi nzuri kwa nchi yetu. Hongereni sana sana sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee kabisa nataka nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbeba wa maono ya Watanzania, kwa utashi wake wa kisiasa, kwa utashi wake wa kuamua kuijenga Dodoma kwa dhana ile ile ya waasisi wa nchi hii iliyofanyika mwaka 1973 ilipoamriwa kwamba Dodoma iwe makao makuu, na baadaye tukatunga sheria ya Bunge hapa ya the Dodoma Capital City Declaration Act ya mwaka 2018 wakati wa awamu ya 5, na kuamua kutekeleza ujenzi wa makao makuu ya Dodoma kwa vitendo. Mheshimiwa,
amekuwa na utashi huo huo na ameamua kufanya zaidi hata ya watangulizi wake. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Dodoma tunasema msemo ambao ametufundisha mkuu wetu wa mkoa Rosemary Senyamule kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania. Nataka niseme Dodoma ni ya sote. Dodoma tumeamua kuwa makao makuu ya nchi yetu. Dodoma ni ya kila mmoja. Kumetokea minong'ono, kumetokea maneno hapa kwamba Dodoma inapendelewa kwa kupewa fedha nyingi. Tulipotunga sheria hii ya bunge mwaka 2018, tuliipa Dodoma hadhi maalum. Na kwa hivyo Tanzania kama zilivyo nchi nyingine, badala ya kusema Kenya unaweza kusema tu Nairobi, umemaanisha Kenya. Badala ya kusema Uganda unaweza kusema Kampala, umeitaja Uganda. Na hata Tanzania inatajwa kwa kulitaja Dodoma. Ni lazima iwe na vipaumbele vya kipekee ukilinganisha na maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa inayofanyika na serikali ya awamu ya 6 katika kuijenga Dodoma haitasahaulika, ni ya kutukuka na historia itaandika. Niwapongeze Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa kazi wanaifanya kwa kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri amesema hapa kwamba uko ujenzi wa barabara ya mzunguko kilomita 112.3 ambao unagharimu shilingi bilioni 221.7. Barabara hiyo inakamilika, inamaliziwa. Lakini katika yote yaliyonifurahisha Mheshimiwa Waziri na timu yake ya wataalamu ni design ya exchange ya Mtumba pale, ule mji wa Magufuli. Kama mmeiona picha yake, kwa kweli inafurahisha sana. Ni exchange ambayo nafikiri Afrika Mashariki na Kati hakuna exchange kama ile. Ni zaidi ya ile ya Ubungo. Sasa nasema sisi Wagogo, Mwenyezi Mungu alitupa ukatikati. Ukatikati aliyotupa maana yake tuna raha yake. Raha yenyewe ndiyo hii ya ujenzi wa makao makuu ya Dodoma, ili mbaki kuwa salama kama nchi. Na maamuzi yalifanyika kwa sababu ya ukatikati. Ukiwa katikati unakuwa salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado Dodoma barabara zinatanuliwa ya kutoka Dodoma kwenda Morogoro kilomita takriban 70, lakini wanaanza na njia 6. Kutakuwa Dodoma itaonekana tofauti sana. Lakini ya Iringa pia inatanuliwa njia 4, ya Arusha inatanuliwa njia 4. Kwa kweli katikati panafurahisha. Dodoma kuwa katikati, nchi yetu inabaki kuwa salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote yakifanyika na kwa picha ya maono ya rais wetu, Dodoma itakuwa ni ya tofauti sana na miji mingine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, iko barabara ya mzunguko wa ndani itajengwa, itapita katika maeneo ya Ntyuka na kuunganisha na maeneo ya ndani. Lakini pia iko barabara ya miji ya serikali, iko Ikulu kule mambo yanafanyika. Lakini angalia uwekezaji uliofanyika katika muhimili wa mahakama, angalia viwanja vya ndege. Kiwanja cha ndege kimekaribia asilimia 85 na kimegharimu takriban bilioni 159. Kiwanja cha ndege kile kinaleta Dodoma kuwa Dodoma ya kimataifa, kuwa international destination in tourism, katika mambo yote ya kiuchumi. Na kwa hivyo sisi watu wa Dodoma tunasema kuwa katikati saidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla uwekezaji wa majengo wa mji ya serikali, lakini uwekezaji wa taasisi za serikali kwa ujumla imewekeza Dodoma kwa muda wa miaka 8 trilioni 1.16. Ni fedha nyingi. Nchi yetu hii ni kubwa. Ninajua kila mahali mngependa yafanyike mambo, lakini haya yanayofanyika kwa Dodoma ni kwa sababu ya umaalumu wake. Hata mnaostaafu, hata wabunge mkosa ubunge, mimi naamini mtabaki wengi Dodoma. Iombeeni Dodoma iendelee kujengwa na maono ya rais yatekelezwe. Ombi langu na rai yangu kwenu. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumzia barabara za TANROADS tu. Sijazungumzia TARURA ambayo uwekezaji kwa miaka 6 tu ni bilioni 139. Fedha hizi zinazotolewa kwa umaalumu wa Dodoma ni nyingi sana. Ni lazima sasa nishauri jambo hapa kwamba lazima kuwe kuna coordination ya kisekta katika uendelezaji wa mji wa Dodoma. Ni lazima sekta zote zizungumze kwa inavyoendelea katika mipango miji, lakini katika maendeleo ya makazi
kidogo kuna mambo sio sawa. Kuna tu viwanja tunapimwa tu square mita 300, 400. Hivi viwanja si vya mji kama wa Dodoma, lakini kuna squatter zinaanza kuongezeka. Tusirudi huko, tujitahidi sana kusimamia, na hili linawezekana kama sekta zote zitashirikiana. Uwekezaji huu ni mkubwa na lazima uakisi uhalisia wa future generation. Mheshimiwa Spika, ombi jingine, ulikuja Mpwapwa na waziri mkuu amekuja Mpwapwa, barabara ya kutoka Kongwa Junction Mpwapwa Kibakwe mpaka Chipogoro tumezungumza na tumekubaliana, na Wizara ya Fedha tumekubaliana. Nataka nikuombe tusimamie msimamo huo. Mimi na mwenzangu Malima tunashirikiana kuja kwako kila siku. Tunaamini ahadi yako haitakwenda bure na watu wa Mpwapwa watafurahi, ili na wao waweze kuona lami tangu tupate uhuru. Mheshimiwa Spika, nimalizie. Malizia dakika moja. Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili la 13 ni bunge la wasomi. Bunge hili ndilo bunge linalobeba mawazo ya sasa na ya kizazi kinachokuja. Napenda nichukue nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu, kwa uzoefu nao wa kukaa kwenye mabunge matano, vijana hawa wapewe nafasi ya kutoa mawazo yao. Wana michango mizuri, ni wasomi, kila mmoja ukimtafiti CV yake imeshiba. Vijana hawa mawazo yao yasikilizwe. Na mimi nimesimama kuindozi tu kwamba kwa kweli natambua michango yenu, ni wabunge wa kisasa, mnafaa kuandalia future generation Tanzania yao inayokuja. Hongera sana kwa Wizara ya Ujenzi, sisi tuko pamoja na nyinyi. Hongera sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana kusikiliza na naunga mkono hoja.